Yes, kila mmoja anapitia katika swala zima la kuwa na mawazo, yaani kuwa tu na msongo wa mawazo. Situation ya namna hiyo kila mmoja ni lazima awe nayo. Sasa nataka nikusogezee vitu vitatu ambavyo vinaweza vikakufanya uwe na mawazo direct. Yaani kuna vitu ambavyo vinaweza vikakusababishia mawazo na uwezi ukaviepuka kwa namna yoyote ile. Kitu ambacho unatakiwa kufanya ni kwamba unaweza ukafikiria ni namna gani ya kuepukana na hivyo vitu ili usiwe na mawazo. Kitu cha kwanza ni swala la mahusiano. Mahusiano ni kitu ambacho kinaweza kikakusababishia mawazo kwa namna fulani. Sijajua sasa ni kwa aina gani au kwa sababu gani inaweza ikakupatia mawazo. Lakini kitu cha pili ni kwamba ugumu wa maisha. Ugumu wa maisha ni kitu ambacho watu wengi kinawapatia sana, yani kuwa na mawazo, unakuwa na mawazo kwa muda mrefu sana. Lakini kitu cha tatu ni matatizo. Tunavyozungumzia matatizo tunazungumzia mfano wa matatizo ni kwamba umefiwa au umeachika. Hizo ni aina ya matatizo ambayo unaweza ukayapata. Sasa hivyo vitu vinaweza vikakusababishia mawazo direct. Sasa unachotakiwa kufanya ni kwamba comment ni aina gani ya mawazo ambayo upo nayo ili tuweze kuyatatua kwa pamoja.